Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, sawa. Niwakaribishe katika somo la wachungaji watarajiwa. Ninaliita hivyo hata kama miongoni mwetu tayari ni wachungaji, lakini tunasema kwamba ni wachungaji watarajiwa ambao wanakaribia kuingia katika majukumu ya maalum ya kichungaji. Na somo hili litakuwa na vipengele, lakini tunaanza na kipengele cha kwanza kinachohusu ibada ya Jumapili. Ibada ya Jumapili. Ndugu zangu, tunacho kitabu chetu cha mwongozo wa ibada ambacho kinaitwa Njoni Tuabudu. Pengine umewahi kukiona hapa na pale. Na sasa nilikuwa nimenukuu vichache, sio vingi sana. Lakini katika kitabu kile tumeonyesha taratibu za ibada zote. Lakini kwa kuanza sasa tunataka tuanze na ibada ya Jumapili. Baadaye tutakwenda kuanza na baadaye tutakuja kwenye sakramenti, tuna namna ya kuzifanya na vitu vingine. Lakini kwa leo tu nataka tujifunze juu ya ibada ya Jumapili. Ibada ya Jumapili. Ibada ya Jumapili ndio moyo wa ibada zote. Naweza kusema hivyo. Ibada ya Jumapili ndio moyo wa ibada zote. Na kwa sababu ndio moyo wa ibada zote, inapaswa ifanyike vizuri na kwa uzuri na kwa utaratibu. Katika Wakorintho ya kwanza sura ya 14 mstari ule wa 40, Mtume Paulo aliwahi kusema, mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. So, kama kanisa la Shekina SPCT, ni lazima mchungaji tunayefanya kazi pamoja naye, mtumishi ambaye amekubali kutumika pamoja nasi, sio kwamba anajiendea tu, yani anakuwa tu ni mlugaruga fulani, anakuwa anaendesha mambo anavyojua. Hapana. Ni lazima tuendeshe mambo yetu kwa uzuri na kwa utaratibu. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mambo ya kuzingatia katika ibada ya Jumapili ambayo ni lazima wewe kama mchungaji uweze kuyajua. Ndio naanzia hapo vizuri kabisa, kwa sababu tunataka kujua tu kwamba lengo la ibada ya Jumapili ni kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Lengo la ibada ya Jumapili ni nini? Ni watu waweze kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Nimesikia mara nyingi kwamba lengo la ibada hii, Mungu tunataka utuhudumie. It's fine. Lakini msisahau kwamba lengo la ibada ni kumwabudu Mungu katika roho na kweli, na si vinginevyo. Kwa hiyo haya mambo mengine yatakayojitokeza katika ibada, haya ni matokeo ya baada ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo usije ukapoteza mwelekeo. Katika ibada nyingi sasa unaweza kaelewa watu wakati mwingine tuna focus juu yetu sisi na badala ya juu ya Mungu. Mara kadhaa ninasema hivi, tunapokuwa kwenye ibada, mgeni wetu, mwenyeji wetu ni Mungu. Mwenyeji wa ibada sio mchungaji. Ni mchungaji kiroho, kimwili, kwamba anaonekana ndiye anayeorganize mambo pale, lakini mwenyeji mkuu wa ibada ni yule anayeabudiwa. Kwa hiyo hata maombi yetu yale ambayo tunaomba kwamba karibu sasa Roho Mtakatifu katika ibada hii, karibu sasa Mungu katika ibada hii, haya ni maombi ya kawaida sana. Lakini tunaweza kuboresha namna ya kuomba, tukasema kwamba sasa Roho Mtakatifu jidhihirishe mahali hapa, kwa sababu yeye ndo ametukaribisha mbele zake. Roho Mtakatifu ndo anatukaribisha, sio mwanadamu. Kwa hiyo katika ibada ya Jumapili, mchungaji wa SPCT ni lazima azingatie maadili hayo.
hata mchungaji wa aina yote naamini ya kwamba sidhani siku hizi kwa sababu ya makanisa tofauti tofauti mtu anakuwa tu haelewi, anajiendea tu, lakini ukweli kuna taratibu zake. Sasa nini nafasi ya mchungaji katika ibada ya Jumapili? Nini nafasi ya mchungaji? Kwa hiyo siku ya ibada ya Jumapili, lakini tunaanza sasa na nafasi ya mchungaji katika ibada ya Jumapili. Kwanza tunatakiwa kujua kwamba hiyo sio namba moja, lakini kwanza nataka kujua kabla sianza kutaja mambo, ni mchungaji ana wajibu mkuu katika ibada ya Jumapili kama kiongozi na mlezi wa washirika. Mchungaji ana wajibu mkubwa. Ikumbukwe kwamba, sikiliza vizuri, jambo lolote likiharibika kwenye ibada, sikilize, jambo lolote likiharibika kwenye ibada, mchungaji hawezi kutupa lawama kwa viongozi wengine wa kanisa. Unajua leo mashemasi mmechelewa na ndio maana kumetokea hiki. Leo wazee wa kanisa mmechelewa na ndio maana kumetokea hiki. Hauwezi kumlaumu mtu mwingine. Jambo lolote likiharibika, mchungaji huwezi kutupa lawama kwa washirika. Huwezi kutupa lawama kwa wazee wa kanisa. Huwezi kutupa lawama kwa mashemasi. Huwezi kutupa lawama kwa viongozi wa idara. And actually nisikilize, hao wanakusapoti tu. Naongea na watu hapa. Hao watu wanakusaidia tu na wanaweza wakaamua kuacha kuja kwenye ibada ya Jumapili. Utafanya nini? Utafanya nini? Utafanya nini wasipokuja? Utaenda kuwakamata? Hata ukiwapiga vifungo wanaondoka na kanisani. Utafanya nini? Naongea na wachungaji hapa. Kuna wakati wachungaji tunakuwa na viburi sana na tunawatendea kwa hiana sana wazee wa kanisa na viongozi wa kanisa, kwa kudhania ya kwamba wakiondoka maeneo yetu wanaweza wasibarikiwe. Nikwambie tu, mtu unaweza kaondoka kanisani kwako na ukamlaani. Si unajua watu tunawalani, ninaona giza kule mbele, naona kutokufanikiwa, ninaona unakoenda, wakati wa maombi yangu ya usiku nilikuona umeingia kwenye korongo kubwa ukazama, lakini wakati ule nikamwambia Bwana mhurumie huyu mtumishi wako. Haleluya. Nikamwambia Bwana akuhurumie, nimejaribu kukuombea lakini naona sioni rehema. Hivi vitisho tu, jamaa atahama na atakuwa mzee wa kanisa kwingine na atatumika. Acheni vitisho. Hao wazee wa kanisa, mnanisikia wachungaji? Hao wazee wa kanisa ni kwa neema tu Mungu amewaleta, wanaweza kuamua kusepa. Unanielewa? Kwa sababu kuna wakati mwingine ninaona wachungaji tunatupa lawama sana kwa viongozi wengine wa kanisa. Sasa unajua nye wazee wangu hamunisupport. Unataka support gani wewe bwana? Wewe sisi tunasupport wito wako tu. Sisi sio watumishi wako. Tunasupport wito wako. By the way, tusipokuwa wazee wa kanisa tunaenda mbinguni. Utawafanya nini? Pastor, utawafanya nini? Hawafanyi chochote. Hao ni watu wametoka nyumbani kwao. Sasa wachungaji ni waonye kabisa. Tusijaribu kuwa na viburi na kuweka lawama kwa viongozi wa kanisa pale wanapoacha kutimiza wajibu wao. Wale ni viongozi tu. Wale ni wamekuja kukusapoti kwenye wito wako. Wamekuja kukusapoti kwenye wito wako. So unapotoa lawama kwa hao wazee au mashemasi, ndio makosa yanakoanzia. Naomba isiwe hivyo kwako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. So yako majukumu ambayo natakiwa kuyafanya. Kuna majukumu ya kabla ya ibada, kuna majukumu ya wakati wa ibada, na kuna majukumu ya baada ya ibada. Tunaanza na jukumu la kwanza, kabla ya ibada. Kabla ya ibada, kiongozi hakikisha unakuwa na maandalizi ya kiroho. Kiongozi wa ibada huyo mchungaji. Hivi mnajua kwamba kiongozi wa ibada katika ibada ni mchungaji? Hivi mnajua hilo? Kiongozi wa ibada kanisani ni mchungaji. Hata kama yuko mtu mwingine hapa,
Lakini mchungaji ndio anaye jicho lake liko pote. Chochote kikiharibika mchungaji anakimbia kutatua au anaelekeza viongozi waliopo ndani. Sasa hakikisha maandalizi ya kiroho kupitia maombi yawe yamekamilika. Hakikisha mahubiri au wahubiri wanaoshika dhamu hizo wameandaliwa. Kiongozi wa ibada ni nani? Mwombaji katika ibada ni nani? Nani atahubiri? Kuna kwaya ngapi zitaimba? Mashemasi gani wazamu? Haya yote unapaswa kuyajua kabla ibada haijaanza. Unanisikia elibariki? Usije kama mchungaji huko unafanya mambo ya hovyo. Watu wanasema anasoma wapi huyu? Kasoma Shekina. Hiki hamna chuo kabisa hapa. Hakumlea vizuri. Haya mambo yote lazima kama mchungaji uwe unayajua. Nimesema ujue kiongozi wa ibada ni nani. Na unajua kuna wachungaji wengine ambao hawajui hata Jumapili mhubiri ni nani. Na ndio sasa kiongozi wa ibada unampa taabu naye hana taarifa. Leo sasa ningependa nimkaribishe mtumishi wa Bwana aliyeandaliwa kuhubiri neno. Ni madhaifu makubwa. Yaani unatuambia jumla mtumishi aliyeandaliwa, hata uelewi ni nani. Pastor Elia, usifanye hivyo. Uwe unajua nimkaribishe fulani ambaye ndiye atatupa neno, sio mtumishi wa Bwana. Usije kuna siku watasimama wawili. Kuna siku watasimama hawa. Maana si unajua wakati mwingine umeandaliwa wewe, labda mkasahau mkaja mkamwandaa mwingine tena. Sasa unasema mtumishi wa Bwana, unashangaa mtu anabeba Biblia na kuja mbele wakawa wawili, itakuwa hatari. So msifanye hivyo, sawa? Amen. Lakini pitia, kuna wakati mwingine jitahidi upitie zile nyimbo. Hivi uwaga mnajua, mimi ni mfano. Hivi mnajua kwamba nyimbo wanazoimba hapa huwa ninawapa. Mnagundua, mnafikiri wanaimba kwa kubahatisha? Hizo nyimbo unazoona zinaimbwa hapa, ujue nyimbo nimepanga. Isipokuwa kwaya ndio wazinguaji. Maana wale wanakwaya bwana, kuna wakati mwingine nasema hiyo wajamaa wako kiroho kwega. Hili wanakwaya bwana, wao wakisema nyimbo yani kidunda tu vizuri hivi, yani ndio inachaguliwa ile. Hata kama mahubiri yako yanaongelea siku za mwisho, wao wanaweza kaimba nyimbo nyingine ili mradi mapigo yanapika sawa sawa. Lakini nyimbo, nikupe mfano tu Jumapili. Angalia ujumbe wa siku ya Jumapili. Nilizungumza habari ya Mariamu aliketi miguuni pa nani? Pa Yesu. Ule wimbo ule wa kwanza walioimba ni miguuni pake Yesu, hapo naona raha. Unaona hiyo? Manake kuna connection. Sio nyimbo tu. Wimbo wa kuabudu waliimba wimbo gani? Waliimba wimbo gani wa kuabudu? Uweponi mwako ni ule uweponi mwako nikae. Ni huo. So unaona connection. Sasa wewe unashangaa unaimbiwa tenzi namba 200. Haieleweki. Unaanza kuunga tu point. No, pastor, you must know. Ni lazima ujue. Tuko pamoja. Naongea hapa na watu ambao yani natamani nione watu wanaendelea, wanafanya mambo vizuri. Amen. Unatoka kweli, umetoka shule, Roho amekufundisha. Jua hivyo, connect. Ili watu wapate ujumbe kwenye nyimbo. Kwa hiyo nyimbo zinaandaa mioyo ya watu. Zinawaandaa, zinawasogeza. Amen. Huo ni wakati wa ibada. Hakikisha kanisa limeandaliwa vizuri, usafi, mapambo, vifaa. Beni, unajua mimi ndo nakwambiaga hapa, si ndio? Mimi ndo namwambiaga Beni kwamba badilisha hilo pambo, alitakiwi. Unafikiri kwa nini? Unafikiri unawapa tu kazi ya kina mama Jeremia? Pastor lazima ujue. Nisikilizeni, mchungaji ndio kila kitu kanisani. Mimi najua, kwa hiyo mimi najua tu wiki gani tutatoa hapa. Na ngijua hivyo manake nataka nijue hata nguo nitakayovaa itakayoendana na huko nyuma. So unavaa nguo nyeupe na kitambaa kina mama wamepamba cheupe ndio utakoma. Kweupe tu nyuma huko. So tuna balance, tunamechisha. Vitambaa vilivyopo kanisani, unaweza ukashangaa vimepambwa vitambaa ambavyo vinaumiza macho.
kanuni inatuambia hivi, rangi nyingi huwa zinapoteza concentration. Sio kwa ubaya, hebu njoo masoda. Jichukulie umepata vitambaa kama hii shati. Sogea hapa. Asante. Umepata vitambaa kama hii shati na ukavipiga vyote hapa. Hiyo ibada kuna watu hawataabudu vizuri. Nenda kakae. Kwa natoa mfano tu. Kwa sababu inaondoa usikivu. Mtu anaangalia mbele haelewi. Nilisha kukuta kanisa moja nikakuta wamepamba nguo vizuri. Lakini cha bahati mbaya ni ile bendera ya mashoga. Ndio wameitengeneza kupitia mapambo yao. Rangi zao zote ziko pale. Sasa akija shoga hapo ataabudu kwa amani sana. Maana atajua kwamba hawa ni wana tu, tuko nao hawa. Isiwe hivyo kwa jina la Yesu kanisani kwako. Bwana Yesu asifiwe. So lazima mambo yajue. Mimi nikikuta wamekosea hapa, ngoma hii inafumuliwa wakati ule ule. Kwa sababu nikija hapa, jambo la kwanza ninachungulia kanisani. Jambo la kwanza ninachungulia kama kuko sawa. Kwa makini. Mchungaji unakuja naye kwenye ibada kama washirika wengine, utakuta watu wamejisaidia kanisani. Hapo itakuwa aibu kwako. Halo? Unanielewa? Mimi naendelea kusema vitu hivi vya kichungaji zaidi. Umepata neema tu ya kujifunza pamoja na mimi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hakikisha hayo mambo. Lakini wakati wa ibada nini kifanyike? Nilikuwa naongea baada ya ibada. Kabla ya ibada. Sasa tunaenda wakati wa ibada. Mchungaji ana majukumu yafuatayo. Jukumu la kwanza wakati wa ibada ni kuhakikisha mpangilio wa ibada unafuatwa. Kuongoza ibada kwa utulivu na uchaji wa Mungu. Kudhibiti muda wa ibada uliopendekezwa. Sisi tunapendekeza ibada ndefu iwe na masaa 3. Ibada ndefu iwe na masaa 3. Ya Jumapili hiyo. Zingine hizi hata masaa 8 wewe nendeni tu hizi ili mradi Roho amewaongoza. Lakini hizi za Jumapili zina muda maalum. Nisikilizeni msije mkasema kwamba sasa pastor unazuiaje Roho wa Bwana? Sijamzuia Roho wa Bwana, iko hivi. Kama mnataka kuwa na ibada ndefu zaidi, sawa? Tafuteni muda mwingine wa jioni, sawa? Lakini ile ibada kuu, ijulikane ibada kuu inaanza saa 4 mpaka saa 6. Halafu jioni inaanza saa 9 kama ni hivyo, au saa 10 mpaka huku utakapopona ugonjwa wako ndo tunamfunga. Wewe haina shida. Lakini ibada ya Jumapili inajumulisha watu wengi. Nisikilizeni vizuri. Kwa mfano, kwa sababu sinyie ni watumishi wa Mungu, ibada ya Jumapili ukaamua kwamba utumie masaa 3-4 kwa sababu una vipindi vya maombi na maombezi. Unajua mtu ambaye haumwi huwa anakereka sana kwenye hiyo ibada. Hivi mnalielewa hilo? Mtu ambaye haumwi anakereka sana. Ila kama una muda maalum kwamba Jumapili saa 9 mpaka saa 12 njoni tuombe pamoja. Huyo aliyekuja kwa ajili ya maombi, huyo anamsuli kuliko yule ambaye amekuja kwenye ibada akijua ya kwamba ikifika saa 6 mimi nachomoka kwenda wapi? Nyumbani kwangu, au kuna watu tunaenda kukutana nao. Kwa hiyo tuendeshe ibada formally kwa utaratibu mzuri, maana Mungu ni Mungu wa utaratibu. Baada hapo pangilia mambo mengine yote. Piga. Kama ni siku ya Jumatano ya maombi, hiyo baba mimi sikupangii mwisho. Hiyo sikupangii. Maana mtu anayekuja anakuja kuomba. Mkijipangia mtamaliza saa 12, sawa. Saa 11, sawa. Lakini muhimu sana ibada ya Jumapili, zingatieni muda. Ibada zetu ziwe standard. Sio ibada inapita mpaka vichwa vimechoka watu. Wako watu wa aina nyingi. Siku moja nilitaka kubadilisha utaratibu wa ibada yetu ya mahali hapa. Nikawaambia watu kwamba nataka tuwe tunaanza saa 4 halafu tumalize saa 7. Kuna mzee mmoja alikuja akaniambia, mchungaji, ulivyo unajua kwamba nilikuja kusali hapa kwa sababu ya muda wako wa ibada. Ukibadilisha tu na hama. Aniambia wazi, ukibadilisha tu na hama. Sasa nikaanza kuwaza, huyu mzee naye vipi, huyu si mtu mmoja tu, nimkatilia mbali nini? Lakini baadaye nikasema hapana.
huyu ndiye amepata ujasiri wa kuniambia. Kuna wale ambao hawana ujasiri wa kuniambia, watanyamaza. Kwa hiyo sisi ibada hapa inaanza saa 3:30 siku hizi mpaka saa 6 siku hizi, lakini kawaida saa 5 na kitu tumeshamaliza. Yeah. Lakini pia katika ibada hiyo, wakati wa ibada, kuhubiri neno la Mungu. Wewe hubiri kwa uaminifu neno la Mungu. Hubiri ni wasaidie na katika hilo eneo. Ukihubiri muda mrefu sana, jizoeze kuhubiri dakika 40 mwisho kabisa na maombezi umeshaomba. Dakika 40 na maombezi umeshaomba. Dakika 40 na maombezi umekwisha kuomba. Utafiti unaonyesha kwamba watu wanaweza kusikiliza dakika 20 hadi 25, watu wazima. Vijana dakika 18 mpaka 20. Kwa hiyo yale maelezo mengine ambayo unayafanya pale, sawa, yale ambayo unayaongea pale hawana muda nayo. Kwa hiyo ile kitendo cha kwamba sasa naenda kumalizia point hii, nisubirini kidogo. Haya, sasa hivi ndio naenda kumalizia sasa. Yaani imebaki moja tu, ngoja nimalizie hapa. Alafu ngojeni sasa ndio nakuja nimalizie. Hiyo kitu kwanza wameshakuchoka. Sikiliza mchungaji. Wewe ndio mchungaji kiongozi. Malizia wiki ijayo. Malizia, usiwe na wasiwasi. Malizia tu wiki ijayo. Wakaelewa, wiki ijayo malizia. Kwa hiyo simamia. Na pia simamia matangazo na utoaji wa sadaka. Kuna kitu ambacho wao mnafanya makosa, nisikilizeni. Usimpe mtu mwingine kuombea matoleo. Usimkaribishe mtu mwingine kuombea sadaka. Nimeona kwenye baadhi ya makanisa mtu yetu anasema mama fulani, tena unashangaa watu wa mama fulani huko nyuma, njoo mama tuombee matoleo. Hai! Serious? Wewe unamuita mama fulani kuja kuombea matoleo? Hayo nisikilizeni kidogo, hata mgeni usimpe. Hata mgeni ipo, hilo ni somo liko mbele hapa leo. Swala la mgeni. Hata mgeni usifanye, usimpe. Wakati wa matoleo simama. Simama. Wewe ndo kuhani wa pale. Sasa nilishangaa sana, niliingia kanisa moja nikakuta, niliumia sana. Yaani watu wameabudu, halafu wakati wa matoleo akaitwa mama fulani yuko nyuma amekaa. Mama hana hata habari. Hajajiandaa hata kuomba. Akaambiwa, mama fulani karibu utuombee matoleo. Msifanye hivyo. Wewe ndio muombaji. Tunzeni maswali, mtakuja kuniuliza baadaye. Tunzeni maswali, mtakuja kuniuliza, nitawapa muda wa maswali. Sawa? Haya, lazima maswali yawepo na uhakika huo. Lakini hakikisha pia unatoa baraka wewe mwenyewe. Ila hili siwezi kufunga sana, kwa sababu kuna wakati mwingine kama yule mchungaji aliyehubiri kama ni mwingine unamwamini na nini, anaweza kumruhusu akatoa zile baraka za mwisho za watu katika ibada. Na baada ya ibada, naenda jambo la 3, baada ya ibada hakikisha unafanya tathmini ya ibada kwa pamoja na viongozi wengine, mapungufu ya ibada hiyo na nguvu au upande mzuri wa mafundisho hayo. Lakini vile vile simamia, ikiwezekana unaweza kujua kwamba nani anahesabu matoleo. Unaweza kukagua, sio mara kwa mara, unaweza kukagua kujiridhisha. Lakini unaweza kutumia muda huo pia kuonana na wageni kama wapo unaweza kaonana nao. Lakini pia kuna watu wengine ambao wanaweza wakahitaji maombi maalum kutoka kwa mchungaji. Unajua kuna watu wengine ambao wana tabia ya kutokutaka kuombewa na mchungaji mwingine, mchungaji msaidizi, wakataka kuombea wewe mwenyewe. Tumia muda huo baada ya ibada ya Jumapili kuonana nao uso kwa uso na kuwaombea ofisini au sehemu nyingine yote, washauri na vitu vingine kwa muda mfupi tu, na watu wakaondoka kwa amani. Na unaweza kukaa na viongozi pia mkamshukuru Mungu pamoja na ukawapongeza sana. Wapongeze viongozi wako. Amen. Amen. Wapongeze. Narudia kusema, hauwalipi mshahara, hauwalipi posho kuja. Wapongeze kama unafanya vizuri. Nyinyi mko vizuri sana. Mungu awabariki sana.
natamani kuwaona katika ibada zingine. Acha kuwananga. Hauna hata roho wa Mungu wewe, huji kwenye maombi. Acha hizo. Wapongeze kwamba unajitahidi, unafanya vizuri. Najua kwenye eneo hili unaweza kufanya vizuri zaidi. Mtaweza kuwa viongozi wazuri sana. Bwana asifiwe. Mpangilio wa ibada ya Jumapili. Tunajua vizuri mpangilio wetu wa ibada ya Jumapili. Jambo la kwanza, watu tunaanza na nyimbo za kusifu na kuabudu. Baada ya nyimbo za kusifu na kuabudu, tunakuja ile sehemu ambapo sasa kiongozi wa ibada anasimama, na katika ile kiongozi wa ibada anaposimama, yeye anasoma Zaburi, anasoma Zaburi. Akisoma Zaburi ile, sasa ile kwa utaratibu ka hapo mwanzoni ni ka kipekee tu, unaweza usikafate, lakini anasoma Zaburi. Baada ya kusoma Zaburi unaweza kaomba, lakini usiruhusu watu wakae bila kukiri imani ya mitume. Tusifanye imani ya mitume iwe ni ya kidini sana kiasi kwamba mpaka tunasimama na kuinamisha na nyuso zetu hivi. No. Hilo tu ni jambo tu la kwanza pale. Tunautangazia ulimwengu kwamba tunamwamini nani. Mwanzoni tu pale. Kwa maana yake watu wakiwa wamesimama hivyo hivyo, ukimaliza kuomba unakiri imani ya mitume. Sema kwa utaratibu vizuri, usiseme haraka haraka sana imani ya mitume. Sema ili watu iweze kuwaingia, wajue wanachokiri iingie na moyoni. Sawa sawa. Lakini baada ya kukiri imani ya mitume, tuna nyimbo pale. Sawa sawa. Tuna nyimbo pale za tenzi, nyimbo moja ya tenzi. Baada ya nyimbo moja ya tenzi, tunakuja kwenye nini? Kwenye, hata mnaweza mkajua, si ndio? Inakuja nini baada ya wimbo wa tenzi? Inakuja kusoma neno, si ndio? Baada ya kusoma neno, anakuja mwombaji. Kwa utaratibu wetu wa hapa, baada ya mwombaji pamoja na kiongozi wa ibada kwa kawaida wanafanya nini? Wanaondoka. Kwenu hamna shida. Ila wanaotakiwa kubaki mbele ni watatu, ikiwa watatakiwa kubaki. Kwa utaratibu ni kaa hapa kwamba baada ya hapo hakuna kukaa huku mbele tena. Huko anabaki huyu tu. Ni kaa utaratibu ketu. Ukipenda unakachukua. Ukisipopenda potezea. Ila ukikatumia hako ni kazuri, kwa maana ya kwamba kanaondoa ubwana wa watu. Unajua kuna watu ambao kwa asili tu anapenda kukaa mbele. Na unashangaa mtu anakaa mbele na anakaa kabisa mpaka anasinzia mpo kwenye ibada. Ukipiga ile ngoma yenyewe ya maombi ile unahubiri muda mrefu, mtu anasinzia. Sasa ili isifikie hatua hiyo, wewe hakikisha mnatoka tu, wanatoka tu huko, wanafanya nini? Wanakuja sehemu nyingine, yani wanaondoka hapa wanakwenda. Lakini tunazingatia taratibu moja muhimu sana, kwamba watu wanatakiwa kukaa, waliokuwa naongoza wanakaa mstari wa mbele. Yani katika ile mistari mliokaa hivi, ile mistari ya mbele ile ni wale watu walikuwa naongoza ibada, ama mstari huu ama mstari huu. Ili wakati wa kutoka, kama ambapo watu tunatoka, mkitoka wanaungana pale. Kwa sababu kwa kawaida ni katika mtiririko huo ndio wanatakiwa wasimame pale kwenye kusalimiana. Tunaelewana? Na baada ya hapo tuna mwombaji mmoja, waelekeze pia jinsi ya kuomba. Waelekeze jinsi ya kuomba. Kwa nini waelekeze jinsi ya kuomba? Kuna mtu mwingine atakuja asimame hapa aombe dakika 20. Mtakuja, ni mchungaji? Mumu ni wachungaji tujue. Au mimi macho yangu. Haya, naendelea. Wachungaji tu. Ni semina ya wachungaji. Sasa sikilizeni. Thibiti. Kuna mtu mwingine atakuja akupigie sala hapa ile ya mtu mmoja. Atazama. Ataenda mpaka kuzimu kuchukua wale waliotekwa. Atawaleta. Rafiki utakoma. Atapiga mtu nusu saa. Utajiuliza nifanyeje sasa? Hivi niulize swali, hivi kitokea hivyo utafanyaje? Ikitokea hivyo, umetaja kijana kuomba, akaingia mpaka akaenda mpaka kuzimu kwa anachukua, anakemea pepo, anaingia kwenye kijiji kwa kijiji, anakamata wachawi wa maeneo yale. Anaanza anaombea utume wa kitaifa. Anaanza kuombea kila kanisa la Shekina. Sasa utafanyaje? Hebu nisaidieni. Jeremia utafanyaje? Unamshika? Ndio anaendelea tu. Utafanyaje? Kwa kweli kwa pale hamna namna, inabidi uchukue maiketi.
Inabidi unamwambia fundi mitambo afanye nini? Kwamba zima kidogo hapa, maana hii imezidi. Unamwambia tu kuna ka utaratibu brother. Hapo tu ndugu yangu umezidisha. Haya maombi tutaweza kuyaomba wakati mwingine tu. Hapo unawakilisha. Waambie waelekeze, wapangilie pointi tu za siku hiyo na mambo mengine ya kitaifa ya kuombea. Lakini haina maana kwamba azidishe mpaka dakika 10 hapana. Chini kabisa ya hapo, dakika 5 tu mwisho wasizidishe pale. Maana pale anawakilisha tu, sawa? Na baada ya maombi tuna tenzi, baada hapo kuna mahubiri, kuna kusifu na kuabudu, sawa? Kusifu na kuabudu. Kwenye kusifu na kuabudu pia wewe nimesema kiongozi wa ibada kanisani ni mchungaji. Hakikisha unadhibiti muda wa kusifu na kuabudu. Kuna wakati mwingine likinoga, vijana likinoga, waka mpaka wanasahau kwamba wapo kwenye ibada. So, hakikisha unadhibiti, unajipangia. Nilishakawaambia hapa, angalia muda tu hapo. Wakiangalia muda hapo wanajua kwamba watamaliza ngapi. Lakini nikiona wamezidisha, kuna wakati tu nitaenda kwa hawa wanaopiga nafanya hivi. Wakisha niona wanapunguza na wanaacha. Hiyo ni muhimu udhibiti. Ibada lazima iwe na utaratibu. Tuko pamoja? Utaratibu ni wa muhimu. Na baada ya hapo kuna utoaji wa sadaka. Ukipenda kama nilivyokuambia, hakikisha umewaita kama ukipenda wale wanaotoa zaka, ni kuwatia moyo pia, lakini ni kuonyesha kanisa kwamba hawa watu wanaendelea kusimama kama waaminifu mbele za Mungu kwa kumtolea Mungu zaka. Na hiyo ni rahisi sana kujua nani hatoagi zaka kanisani. Mtu mwaka mzima hajawahi kupita mbele hapa. Kila siku yeye wengine tu anapita. Unaweza kawasaidia wengine wasipopita. Ila sikilizeni, usimkaribishe mtu mwingine kuombea matoleo, ni wewe. Hii kanuni msisahau. Yaani hii kanuni, labda kiongozi wako wajua amekuja kama askofu hivi. Tuko pamoja kama askofu hivi. Mchungaji mwingine tu ambaye mmesimikwa pamoja, mwambie atulie tu. Mimi ndo nasimama hapa. Piga pale. Unless awe kiongozi wako wa juu. Lakini otherwise usimuite tu mshirika, "Hebu mama fulani njoo tuombe." Hapana, msifanye hivyo. Na baada ya hapo matangazo. Niwasaidie kwenye eneo la matangazo. Andikeni matangazo yenu. Andikeni kwenye daftari. Muwe na daftari la matangazo. Tunao daftari la matangazo yetu ya kanisa tangu tulipoanza Mikocheni. Tangazo la kwanza niliona kwenye ile tarehe. Nilijua kwamba tulianza tarehe fulani kwa sababu ile wiki iliyofuata nilisoma daftari la matangazo. Hakikisheni mnaandika. Na ile itawaondolea lawama. Kwa mfano unaweza ukawa unalaumiwa kwamba hutangazaji mchango fulani kanisani. Lakini wakiukuta kwenye tangazo, si wanaweza wakasema kwamba jamani, mtu mwenyewe ameliandika ile tangazo lilikuwepo. Labda kiongozi hajafanya nini? Hajasoma. Na mnaweza mkao mna balance, punguzeni muda wa nini? Punguzeni muda wa matangazo usiwe mrefu sana ukafunika neno. Ndio tunakuja matangazo na baada hapo tunakuja mwisho wa ibada. Na kabla sijaruhusu maswali kidogo, kuna jambo lingine, changamoto za wachungaji katika ibada. Wachungaji wengi hawana muda wa kutosha kuandaa ibada. Badilika wewe. Jambo la pili, wachungaji wengine wanageuza hugeuzwa na wachungaji wachanga, na badala ya ibada kuwa inamwelekea Mungu inakuwa ni ibada ya maonyesho. Ukiona watu wanasifu sana, kuna wakati mwingine hawamsifu Mungu sana, ili imebadilika kuwa ni ibada ya maonyesho. Lakini pia kuna ibada zingine zinakosa mpangilio maalum, au watu wengine wanatumia muda mrefu kuliko muda ambao umepangwa. Lakini pia kuna wakati mwingine katika ibada nyingi kuna mipasho, kuhukumu watu, kutoa unabii ambao hautimiliki. Siku za hizi karibuni tumesikia watu wanatoa unabii kwa ajili ya nchi. Mtu anasimama kabisa, Mungu amenionyesha kwamba kuna kitu kitatokea mwaka huu. Haya mambo hayatakiwi kuonyeshwa pale madhabahuni. Tusikeuze madhabahu, tusikeuze sehemu za ibada zetu kuwa majukwaa ya siasa. Tuache. Mtu hivi, mimi nikisikia umenitabiria nitashinda uchaguzi, na huyu mwingine akamtabiria atashindwa, na ikatokea isivyo, nani atakaye kuamini? Tuache hizo vitu tukawa na majukwaa ya kisiasa kanisani, au kuwapigia kampeni wagombea fulani. Mimi nilipenda sana kanisa Katoliki kwenye misimamo. Kanisa Katoliki limesema akija mtu hata kama akiwa kiongozi yote wa dini asikaribishwe hapa. Halafu kuna kitu ambacho nataka niwakumbushe. Kwenye matangazo, sawa? Kwenye matangazo watu wasimame huko. Asije mbele hapa.
asimame huko huko. Akitaka kuja mbele aambiwe unaweza kwa upole, unaweza kusikika tu mtumishi hapo ulipo. Utasikika. Kuna watu wengine anakuja mbele anaanza mahubiri. Katika ibada hii nimemuona Bwana. Akaanza kusummarize mahubiri yako. Pengine atapotosha hata ujumbe ule uko na hubiri. Usimpe nafasi ya kufanya hivyo. Kimsingi nafasi ya mchungaji katika ibada ya Jumapili ndio hizo ambazo ni kubwa. Yako mambo mengi lakini hizo ni nafasi kubwa. Na kabla ya kwenda kipengele kingine, kuna nafasi ya mchungaji msaidizi katika uongozi wa ibada au katika ibada ya Jumapili. Mchungaji msaidizi kiufupi anapokea maelekezo yote ya mchungaji kiongozi. Chochote atakachokifanya mchungaji atakachokuwa amemwelekeza atafanya kwa niaba ya mchungaji. Lakini kuna mambo ambayo anaweza akapewa kabisa kuyasimamia. Kwa mfano mchungaji msaidizi anaweza akapewa kusimamia kwamba hakikishe siku ya ibada ya Jumapili iwe hivi na hivi. Hapo pamoja na kwamba lawama zinaweza kaenda kwa mchungaji kiongozi, lakini mchungaji msaidizi atakuwa na lawama kubwa kumwakilisha mchungaji kiongozi. Niruhusu muda wa maswali ili niende kipengele kinachofuata haraka cha mambo ya kuzingatia kwa mchungaji kiongozi anapokuwa na mhubiri mgeni. Ulinyosha mkono mtumishi. Karibu. Amen. Okay, sawa. Sawa, nimeshalijibu sawa. 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 Kama mkifanya hivyo sawa. Na mnakumbuka nimesema hivi. Aka utaratibu ketu nikaa hapa. Na tumekazoea. Lakini kama mtu akiuja na pepo, kama watu wako mbele hao viongozi watamuona tu. Sidhani kama anaweza kafika hata hapa. Sidhani kama atafika hata hapa, wameshamkamata. So mkiona, mimi ndio maana nimesema kumbuka lugha ya kwamba wasimame wakae huo mstari wa mbele viongozi, ya wasiende nyuma, wakae. Muombaji na yule anayeongoza ibada wakae pale. Na katibu akae pale ili kusiwepo na mtu kutembea kuja huku mbele. Lakini kama ukiona kwamba atakuwa akae huku mbele mtu ni sawa, lakini mtu unajua akikaa nyuma usikilizaji wa mahubiri unakuwa mdogo sana. Akikaa pale akaangalia huko atasikiliza vizuri. Hivi mnajua kanuni mojawapo ya mchungaji, viongozi wa ibada, wachungaji wasaidizi, viongozi wote mashemasi sio nini? Hivi unajua kwamba ni kanuni lazima waandike mahubiri yako unapohubiri. Ni lazima hata kama wanaelewa hilo hubiri, hata kama ulishahubiri mwaka jana waandike. Hakikisha wanaandika, asiyeandika na kudharau. Anaona huna cha kumuongezea. Hakikisha anaandika. Na unabidi waambie kabisa, usipoandika najua hutaki kusikiliza mahubiri yangu. Sasa akiwa hapo mbele ndio unaweza kaona zaidi kwamba anaandika. Hakikisha anasema amina. Hakikisha anasema amina. Haiwezekani mimi kiongozi, mchungaji kiongozi na hubiri, alafu wewe junior umekaa hapo useme amina hata kwenye point. Unanielewa Simangwe? Mwambie mtu aseme amen. Na aseme kwa uaminifu. Sio kwa kejeli. Aseme kwa uaminifu. Asante sana. Niende jambo la pili. Mambo ya kuzingatia kwa mchungaji kiongozi unapokuwa umepata mhubiri mgeni. Nitaenda haraka kwa sababu muda wetu hautatosha, ila nimekusudia kutumia saa moja tu kipindi hiki. Jambo la kwanza, hakikisha una taarifa za mgeni. Hakikisha una taarifa za mgeni. Kanisani kwako haiwezekani wewe watu wanafanya nini? Watu wanakuja kwenye ibada ni mhubiri mgeni.
Lakini wewe mchungaji hujui jina lake, anatoka wapi, amesoma chuo gani, hujui. Unategemea Roho Mtakatifu atakwambia. Never ever. Roho Mtakatifu afanye hizo kazi za kipuuzi. Hizo ni kazi zako. Unanielewa? Unanisikia? Lakini mimi huwa nakomaa. Hata kwenye idara ya vijana wakati mwingine wananiletea wahubiri hapa, nawaambia anatoka wapi, nipe CV yake. Naipitia nasema sawa, kwa sababu as long as hata hubiri mabaya, lakini lazima niwe najua. Sasa lazima wewe uwe una taarifa hizo. Lakini pia ikikupendeza, mwambie akupatie andiko na kichwa cha mahubiri yake. Akupe andiko na kichwa cha mahubiri yake. Kuna watu wengine ambao ataleta kichwa ambacho hakina miguu wala mikono. Kwa hiyo mwambie akupatie, kwamba mwambie tu tunakaa utaratibu, baba kakuwa tunaandika mahubiri, sasa ninaomba utupatie hiyo kichwa. Lakini kiongozi wa ibada siku hiyo akiwa mchungaji ni mgeni, kama ni mgeni yule mchungaji, ni vizuri kama sio ya idara wenyewe wanaongoza ibada. Lakini kama sio idara, ni mchungaji mgeni, hakikisha wewe ndio unaongoza ibada. Hakikisha wewe ndio unaongoza ibada. Huwa ninaona wakati mwingine tunaendaka kwenye ziara sana. Tukienda kwenye ziara, mchungaji akifika anampa mchungaji Askofu Nzela au mtu mwingine. Lakini kwa kanuni, kwa kawaida, mchungaji kiongozi anatakiwa aondeshe ile ibada mpaka itakapofika wakati atakapomkaribisha yule. Lakini yetu kufika tu kwa sababu ni askofu ndio aanze hapo moja kwa moja, hata hajui washirika wako ni washirika wa namna gani. Anaweza kaongea neno la kwanza ujue. Anaweza akasema neno, mbona watu wamezubazuba hapa, hamna Roho Mtakatifu nini? Tayari hapo wameumizwa, wataumizwa watu hapo. Mioyo itaumia ujue. So wewe ndio nilikuwa kuongoza. Hata kama nikija mimi kanisani kwako, unayetakiwa kuongoza ni wewe. Bwana asifiwe. Wakati wa ibada, nimeshasema hiyo kabla ya ibada, maandalizi ya kabla ya ibada, mpokee mgeni vizuri na umpeleke ofisini, mpe ratiba ya ibada yenu ikoje, mpe utaratibu kwamba sisi ibada yetu inakuwaga hivi. Usione aibu kumwambia, mwambie ibada yetu inaisha muda fulani. Lakini mnaweza mkashiriki maombi ya pamoja pale na kabla ya kwenda kwenye ibada. Na wakati wa ibada, naenda haraka. Wakati wa ibada ni muhimu sana kuhakikisha kwamba mgeni anafuata mpangilio wa ibada. Mgeni asilete sheria zake au sheria za kanisani kwake. Muhimu mgeni azingatie taratibu za ibada. Lakini hakikisha kabla ya yule mgeni kuhubiri, mtambulishe rasmi. Tumia muda huo kumtambulisha mgeni wako rasmi. Na ndio maana ni muhimu ukajua huyo mgeni anatoka wapi, ana CV aina gani, ana title ya namna gani. Sikiliza, usije ukafanya makosa kumtambulisha mhubiri wako mbele ya washirika kwa kukosea majina na kukosea title alizonazo. Usije ukasahau. Akisimama mhubiri, kwa mfano kama amekuja mhubiri mwingine hapa, mimi kama mchungaji kiongozi nawajibika kusema kidogo juu yake kwamba Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tumepata kibali, Mungu ametubariki sana. Tumepata mhubiri mgeni siku ya leo. Mchungaji huyu jina lake anaitwa Maxwell, ametoka nchini Marekani. Mtumishi huyu wa Mungu amemtumia kwa namna ya kipekee sana. Ni msomi mzuri, amesoma katika chuo fulani, ametumika katika nafasi fulani. Ninaamini ya kwamba kwa muda ambao utamsikiliza utapata neema katika neno la Mungu. Acha ile kusema ninajua mgeni ni mtu mzima, naye atajitambulisha mwenyewe. Hiyo sio protokali nzuri ya Kikristo. Usiseme ni mtu mzima. Mtambulishe kwa majina yake. Tamka majina ya mtu vizuri. Na ndio maana muhimu ujue linatamkwaje.
Kuna unaweza kukosea tu jina. Kwa mfano mhubiri labda amekuja hapa halafu anaitwa Masanja. Halafu nikasema siku ya leo tunamshukuru Mungu ametupa mhubiri mzuri anaitwa Masanja. Masanja. Kumbe anaitwa Masanja, afu ukasema Masanja. Tafuta jina la mtu linatamkwaje. Sio Masanja, jina lake ni Masanja, sio Masanja. Kwa hiyo ujue majina ya watu yanatamkwaje. Kuna ndugu zetu wa kule Bukoba wana majina magumu. Tafuta anaitwa majina mengi magumu kabisa. Tafuta linatamkwaje jina ili uweze kulisema vizuri pale. Na akisimama yeye anaweza akasema kama ambavyo mtumishi wa Bwana amenitambulisha ndivyo ilivyo. Tuendelee kwenye neno la Mungu. Bwana asifiwe. Lakini pia andaa watu nimeshasema andaa watu kwa ajili ya ujumbe, kwa ajili ya kupokea ujumbe, yani uandae wale watu. Lakini baada ya mahubiri, kama umepata mhubiri mgeni, kama kanuni za kawaida, mchungaji kiongozi unaweza ukasimama rasmi ukamshukuru kwamba tumebarikiwa siku ya leo. Hata kama hujabarikiwa hiyo siku, lakini hakikisha unasema hilo neno kwamba tumebarikiwa. Na unaweza ukasema si uanze kurudia mahubiri yake yote. Unajua baada ya hapa mhubiri akaja akasema hivi. Unaweza ukasema tu siku ya leo tumebarikiwa, mtumishi wa Mungu tumepokea kabisa, Mungu ametufundisha siku ya leo kwamba tunapaswa kuishi kwa imani. Inatosha hilo neno ambalo atakuwa amelisema, unalisamarize kwa mstari mmoja. Itakuwa ni vizuri na itamtia moyo mtumishi wa Mungu. Lakini kama ambavyo nimesema, baada ya yule mhubiri kumaliza kuhubiri, wewe unabidi usimame tena. Kama ni kwa ajili ya maombi, uombe wewe. Nimeshasema mara kadhaa, uombe wewe. Lakini pia kama mwishoni kama anaondoka, unampa nafasi ya kuaga. Nampa nafasi ya kuaga. Kama ni mchungaji msimikwa, unataka atoe baraka, unamwambia tafadhali tumia muda huu pia kusema na kanisa, hata kwa neno fupi. Fanya hivyo. Na baada ya hapo, baada ya ibada, unaweza ukaenda naye ofisini, mshukuru tena. Na usisahau kitu kimoja, unabidi umpatie kabahasha. Kabahasha hata kama kana shilingi 500. Jifunzeni kutoa bahasha. Kuna watu hawana utaratibu huo. Hakikisha umetembelewa na mgeni, awe amezoeleka. Kibahasha hata shilingi 500, ataondoka atakunywa maji. Mnanielewa wana wa ufalme wa Mungu? Ataondoka atakunywa maji. Msizuie baraka. Unaweza ukadhani watu wa kanisani kwako ni maskini. Hapana. Usiwabebeshe ndoto ya umaskini. Wale watu wana uwezo, pengine hawatoi kwako, watatoa kwa yule mgeni. Wewe itisha tu kwamba jamani, leo tulipata mgeni mzuri. Kipenda sisi tuchangishage hapa mbele. Ninachokifanya mimi naenda tu kuwaambia viongozi, kwenye sadaka ya leo tukate hii, mpe. Hivyo tu. Kwenye sadaka hii kata, mpe. Yaani mgeni anaondoka, unashikana naye mikono tu, Mungu akubariki. Yaani tulivyobarikiwa. Yaani kama mimi hapa nimeshiba neno. Anakuangalia tu. Yaani nilivyoshiba neno. Hatari sana. Alo wewe mtumishi, Mungu amekubariki sana. Alo uko vizuri. Hata kama mhubiri aliyekuja kuhubiri ana V8, toeni hata shilingi 5,000. Hata kama aliyekuja kuhubiri ana Range Rover ya mwaka 2025, toeni. Tunaelewana? Bwana asifiwe. Haya mambo huwezi kuyafanya usipofundishwa. Ndio maana tuko hapa kujifunza. Acha kuangalia makosa ya nyuma, unajifunza. Kosa ni kwamba baada ya hapa unaendelea vile vile. Hilo ndio kosa linaanzia pale. Shirikisha kanisa. Kama ukiona kwamba utaratibu wa kuchukua sadaka ni vigumu na watu wanatoa kidogo, shirikisha kanisa. Waambie jamani, leo mnajua tumepata mgeni. Hebu ninaomba chochote ambacho Mungu amekubariki nacho, hebu sogea mahali hapa tumbariki mtumishi wa Mungu. Msiangalie mtumishi huyu amevaa suti ya aina gani.
Msiangalie amekuja na gari la aina gani. Ukiwazuia watu kutoa, wewe mchungaji, utazuia wale watu wasipokee ile baraka iliyokusudiwa kwao. Maana wamepokea baraka ya neno la Mungu, halafu unazuia wasiritikie neno la Mungu. Msifanye hivyo jamani. Kwa hiyo hakikisha, nimeshasema mara nyingi, hata kama mgeni aliyekuja amekuja na V8, amekuja na hama, amekuja na renji, amekuja sui na nini, hakikisheni hata shilingi 500 mpatieni. Sikiliza, mnaiweka kwenye bahasha, ataifungua mbele ya safari huko huko. Atakachokiona ni hicho hicho. Tunaelewana? Tunaelewana hakikisheni mmefanya hivyo. Na jambo lingine sasa, mgeni kama ataondoka, kama akianza kuondoka, kwa kawaida ama kama wewe kama unamsindikiza, mnaweza kumsindikiza. Kama mgeni wako ana gari, asiondoke ukaingia ndani kabla hajapotea. Umesikia? Usiingie ndani kabla hajapotea. Wengine wanaangalia kwenye vioo, kama umemheshimu, umemsubiri apotee. Anaangalia kwenye kioo hivi. Akikuona umeingia ndani, anajua hii haijafunzwa, haina maadili. Na wewe unasoma hapa uwe na maadili kamili. Haleluya. Kwa hiyo simama pale nje. Hata kama gari lipo, wageni au mgeni mmoja amesimama, Mungu habariki jamani, Mungu habariki, asanteni sana, asanteni. Usiondoke mpaka gari fanye nini? Ikiwa na imepotea, chomeka ndani. Lakini kuondoka ukajificha gari haijapotea, inahesabika kama tabia mbaya, na wewe hujajifunza protokali. Hivi vitu sasa utajifunza wapi? Unajifunza ukimaliza tu, jamani kwa heri jamani, unapotea tu ndani. Kumbe wanakuzumu tu kwamba huyu hana elimu huyu. Sawa sawa, Kwa hiyo hapa tumeshakamilisha. Na pia mambo ya kuepuka, ikiwezekana tujitahidi kupokea wageni wa ghafla. Lakini usimruhusu mhubiri akapanda mafundisho tofauti pale madhabahuni ya kupotosha. Akipotosha, huyo wanasema kama ni mbwai na iwe mbwai. Ukimwona amepotosha sana, unamwambia mtumishi, sisi hatuamini hivi. Sisi mtu mhubiri mwingine anaweza akasema vibaya kanisa. Akalisema vibaya kanisa. Inabidi huyu mtu umkabili mazima. Ukisimama pale sema hiki hatuamini. Nishaye kuambia siku moja rafiki yangu mmoja aliita mhubiri kutoka wapi? Kutoka Marekani. Yule mhubiri akahubiri vizuri sana, akawa anafundisha mambo ya ndoa. Alipokuwa anafundisha jinsi ya kufanya mapenzi, akawaambia wanaume, popote pale palipo na tundu ni sehemu yako. Popote pale palipo na tundu ni sehemu yako. Yule mchungaji alivumilia ile ibada. Ilipoisha tu ibada akamwendea, akasema, amna hicho kitu hakipo. Msije mkawa mashoga huko nyie. Aliwakemea pale mchungaji, na mgeni yuko pale. Kemea pale, wakemee wengine mbele ya wengine ili waogope. Aliwakemea wakaogopa. So kuwa makini. Akipotosha tofauti na mafundisho, kuna upotoshaji mdogo unaweza kuvumilia. Kwa mfano mtu akaja tu akawa anafundisha mafuta, ukitumia mafuta paka mgongoni utapona pako. Haya unaweza kaacha tu kumsahihisha. Haya hana madhara sana. Ila mtu akipotosha fundisho ambalo wakiondoka wataenda kulitumia nyumbani, hilo simama nalo kabisa, zuia ili sije katokea. Lakini ikiwezekana, sikilizeni, ikiwezekana mchungaji siku mgeni yupo, ni vizuri uwepo. Ni vizuri uwepo. Siku mgeni kabisa anahubiri, ni vizuri wewe mchungaji kuwepo. Kama hautakuwepo ni sawa, lakini ni vizuri uwepo. Na kanuni ni kama ilivyo kawaida. Usimkaribishe mtu yeyote kila mara. Hebu niwaulize, hivi nani mkirudi kanisani kule, nani anayesimama mara kwa mara pale mbele madhabahuni? Nani anayesimama mara kwa mara? Ni wewe? Kweli?
Hivi nyie mnajifunza nini hapa kanisani hapa? Nafikiri mtakuwa mmeshajifunza wale mnaokaa hapa. Hapa asimami tu mtete. Kwa nini? Hivi leo mimi ningekuwa na nyie wote, wanafunzi wote wa theology, mnaweza kuhubiri vizuri hapa. Yaani nikikwambia kwamba Jumapili utajiandaa, utaomba, utahubiri vizuri. Lakini unafikiri kwa nini sijapo? Unafikiri kwa sababu najua kwamba hamwezi kuhubiri? Hapana. Mchungaji kiongozi ni mimi. Wale watu wanakuwa kuzoea mimi. Kila kondoo hujua sauti ya mchungaji wake. Ukiendelea kila Jumapili yuko mwingine hapa. Mimi nimewahi kwenda kanisa fulani, yule mchungaji ni lile kanisa liko karibu na chuo cha Biblia. Yule mchungaji hahubirigi. Yeye kazi yake ni kutoa matangazo tu. Tena matangazo marefu. Kwa sababu hana muda wa kuhubiri. Yale mambo ambayo pengine angeyasema kwenye mahubiri anayasema kwenye nini? Kwenye matangazo. Yaani anakaaga tu. Nikasema oh my God. Sasa sikilizeni. Hata kama ukipata vijana wazuri, hakikisha wewe unahubiri muda mrefu kuliko wengine wote. Hapa kanisani, hata kama nikiwa na mchungaji msaidizi, hawezi kuniuliza wiki gani baba ninapiga gospel. Siku hiyo hiyo ndio sitakupa kuhubiri kabisa. Kabisa. Kwa sababu mimi ninao uwezo Mungu amenipa wa kusimama hata kama ni mwaka mzima hapa. Kinachochanganyika ni nini unajua? Mimi kuwa na mchungaji msaidizi kwa sababu tu ya majukumu mengine. Kwa sababu ya majukumu mengine naweza kubana, lakini naweza kusimama. Hakikisha unasimama mwenyewe. Acha kuwapa vijana tu wa mtaani amewatembelea siku moja akakwambia yeye alikuwa kasifeta. Kwa sababu unajua kasifeta kule wanapiga gospel, halafu unamkaribisha na halo. Acha kudharau hapa mbele bwana. Siku ya Jumapili mwambie Jumatano sasa mtumishi wewe ndio utasimama kwenye neno. Jumatano mpe Jumatano apige. Yaani mwambie Jumatano sasa mtumishi Jumatano piga unapojua. Asije akakwambia kwamba muda ulikuwa utoshi, mwambie piga unapojua ili nijue kama unajua. Maana kuna watu wengine kila mara anapohubiri kwa sababu ya muda. Muda umeenda wapi? Wewe hunaka muda. Mlishaona wahubiri hao? Kuna wahubiri ambao dakika chache kwa sababu ya muda. Kwa sababu ya yani maneno tu kwa sababu ya muda yalikuwa yanatosha kuhubiri kitu. Acha kunaambia watu kwa sababu ya muda, wewe hunaka muda. Lini utatosha? Huo muda wako huna tu neno. Ndio unatusemea kwa sababu ya muda unatosha. Tena watu kama hao siku zingine mwambie hivi, muda baba unatosha. Mwambie muda unatosha. Piga siku ya Jumatano mwambie muda unatosha. Jumapili ninaongelea Jumapili. Jumapili mchungaji kiongozi. Hakuna mwingine. Sawa? Haya. Na sawa, hapa ni sawa. Hayo nimeyasema kabla ya kwenda sehemu ya mwisho kabisa ya mambo ya kuzingatia ya kufanya wewe kama ni mgeni. Maana sije nikamsema tu mgeni mwingine, wewe ukiwa mgeni utafanyaje? Kuna swali lolote hapo? Hakuna swali? Ndio, karibu. Amen. Asante sana. Hayo maswali ya muhimu sana. Unajua tunaweza kufanya kitu chochote kabla hatujajifunza. Si ndio? Tunaweza kufanya kitu chochote kabla ya kujifunza. Baada ya kujifunza unamwambia mtu pole pole. Ndio maana sasa kwa mfano kwa eneo kama la kwako, ukifika ukaondoa ukapindua meza haraka, utawachanganya watu. Kuna kitabu changu kinasema mabadiliko yanayoumiza. Nilisema kwenye kitabu kile kwamba kuna mambo ambayo ni ya kubadilisha kanisani, usilibadilishe siku moja utaharibu kanisa. Ukibadilisha badilisha pole pole. Kwa mfano hii mimbari hii nikitaka kuibadilisha, nitabidi niibadilishe, nikiibadilisha siku moja kila mtu atajua. Lakini siku ya kwanza nikibadilisha kidogo tu, na sio kidogo tu.
kidogo kidogo mpaka mwaka mzima imehamia pale, watu wote watajua inakaaga pale, kwa sababu hawana uelewa wa kukumbuka kama nilibadilisha. Kwa hiyo na wewe unaanza kidogo kidogo, unaanza tu unashauriana na mama, hivi kwani kukaa kule mbele inakuaga ni kwa sababu unanipatiaka maji? Lakini unajua mke wangu wewe ni mzuri sana, nataka kukuona mbele yangu. Yaani mara kugeuka nyuma huku hapana, nataka nikuone ukiwa mbele yangu. Hapo mama anafurahi, kumbe wewe umepika kitu kikubwa cha kubadilisha. Na yaani mimi nikikuona kwa mbele, ndio inafaa. Unajua mke wangu kuna wakati nasahau kizipu. Sasa ukiwa nyuma yangu utajuaje? Kuna wakati jasho linakuwa la kutosha sana. Kwani ukiniona pale mbele na unaona napiga gospel, nafikiri utanipatia kitambaa. Sasa huku nyuma utajuaje? Hapo mama utasuruhisha kwa amani. Lakini ukienda kusema tu taratibu za kanisa yetu ni amna, kaa nyuma huko. Hapa kalikinde nyumbani. Umeipata wewe hekima? Hiyo ni hekima tu mtumishi, wala hata sio sheria, ni hekima tu ya pole pole. Utajikuta baada ya miaka hii wote wameshazoea. Mtumishi, haikuwa siku moja. Muulizeni Yeremia, ana uzoefu wa hapa. Huyu alikuwa hapa kabisa kama shemasi. Anajua. Tulikuwa na meza kabisa kubwa huko mbele, tunakaa wote. Tulikuwa tunakaa mpaka makatibu walikuwa nakaa huko mbele. Yaani kwenye ibada hiyo watu kama 4 huko wamekaa mbele. Unahubiri ukitaka kutoa mfano mpaka uangalie nyuma huko. Mpaka uangalie nyuma. Eti mtumishi, sasa hivi unaangalia tu mbele pale. Sio rahisi. Sawa jamani? Asante sana. Tumalizie sasa mambo ya kuzingatia kama wewe umeitwa kama mgeni. Jambo la kwanza, wewe kama ni mgeni. Yaani wewe mwenyewe mchungaji, siku ya Jumapili fulani umeitwa mahala kama mgeni. Nitaenda haraka. Jambo la kwanza, wasiliana vizuri na mchungaji, kiongozi wa kanisa husika. Hakikisha unawasiliana naye vizuri. Lakini muombe ratiba haraka kupatie. Muulize muda wa mahubiri ni dakika ngapi? Natakiwa nihubiri dakika ngapi? Usihubiri kwa mazoea. Usihubiri kwa mazoea. Heshimu ratiba ya watu. Heshimu ratiba ya watu. Watu wakikuambia utahubiri dakika 30, acha kusema na kwa sababu leo mimi ni mgeni, wacha nijiongezee dakika 5. Acha kujiongezea dakika. Acha kujiongezea dakika. Kama umeitwa wewe kama mhubiri, hakikisha unasimama kwenye ule muda ambao kanisa fulani au kanisa husika limekupatia. Lakini vile vile heshimu mpangilio wa ibada. Kwa mfano, usianze kutoa matangazo ambayo hujaambiwa yatoe. Usianze kutoa matangazo ambayo umeambiwa usiyatoe. Usianzishe mchango kanisani ambako sio kwako. Uanzishe mchango sio wa kuchangia nini wakati hilo sio jukumu lako na wewe ni mgeni. Lakini pia unaweza ukaanza kwa kanuni nzuri ya kushukuru viongozi wa kanisa na mchungaji. Kuna wakati mwingine mnaenda kusimama mbele ya madhabahu za watu wengine na hamjawahi kushukuru ule mchungaji, kiongozi wa ile kanisa. Ni tabia mbaya. Muulize yule mchungaji kwamba wakati wa ibada, mchungaji, unaruhusu tuombe kwa dakika ngapi? Unaruhusu tuombe watu wenye shida? Mchungaji yote atakubali. Hata kolo, tunaita hata kolo ya kuwaita watu mbele. Lakini epuka kuongea maneno yatakayoharibu lile kanisa. Kwa mfano, tangu nimeingia hapa sijamuona Roho Mtakatifu kabisa. Sijamuona Roho wa Mungu hapa. Hapa hamna Roho wa Mungu hapa. Na leo niko hapa kwa ajili ya kukupatia yule Roho. Wewe. Ni kwamba mbona watu hapa wamezubani kama vile hamna Roho. Hivi huwa mnaimba hapa? Yaani kanisani kwetu. Yaani kwenye kanisa naloongoza mimi, yaani kuna wamama wakisimama wanacheza vizuri. Mbona wakina mama hapa mmezuba? Acha maneno hayo. Hayo maneno yanaleta dharau kwenye kanisa uliloenda. Mnanielewa? Yanaleta dharau. Epuka. Sawa? Kwa hiyo epuka maneno ya kejeli. Jambo lingine usije ukasahau. Epuka
kusema watumishi wengine wa Mungu. Kwa mfano ukafika, labda tu ni mfano mdogo, sikiliza. Ukafika kwenye kanisa umeitwa kuhubiri. Kanisa lingine sio letu. Ukafika uanza kusema, unajua mimi nawachukia sana mitume na manabii. Nawachukia sana. Wakati mle kanisani yule mchungaji tu pale ni mtume na nabii. Unatakiwa kwanza uondolewe pale mzobe haraka sana. Acha kupanda chuki. Hubiri neno. Haya mambo, unajua mimi nikisikia kuna kitu inaitwa mafuta kabisa, yani mimi ninachukia, ni neno tu mimi. Sikiliza, achana na hayo. Just preach the message. Wacha kudharau watu. Acha kusema watu wana manabii wao. Acha kuwadharau. Nao wana imani kama wewe unavyoamini kweli, na wao wanaamini kama kweli. Hizo tofauti zetu za kuisoma namba 9 na 6 tofauti, tegemea tu umesimama wapi. Ukisimama huku 6 inaweza ikawa 9. Ukisimama huku kaweka na kioo itasomeka 9. Mambo ambayo hayavunji Ukristo, tusibishane madhabahuni. Unanielewa? Mambo ambayo hayavurugi Ukristo, tusibishanie madhabahuni, tuyaache haya. Lakini pia hakikisha unazingatia muda. Nimesema usijiongezee muda. Lakini pia usitumie matusi. Nilisikia kanisa hili linabatiza maji machache, Roho wa Mungu hayupo, inabidi mbatizwe wote. Utaondolewa pale. Hubiri Injili, ubatizo umpeleki mtu mbinguni. Achana na mafundisho manyonge. Lakini usitumie huo muda wa ibada kuonyesha misisimko yako ya kisiasa. Unajua mimi namsupport sana mama. Unajua mimi namsupport sana Tundu Lissu. Yaani yule ndio mtu mwenyewe wa maana huko mbele. Na ndio maana sisi huwa tunazuia wachungaji kujiingiza kwenye siasa. Kwa sababu gani nafikiri? Ni kwa sababu ni rahisi mno mimi nikisimama hapa mbele kutumia hili jukwaa kwa ajili ya kuwashawishi watu kisiasa. Utawashawishi watu kisiasa. Ndio maana tunazuia usiingie. Na hata kama una chama chako pendwa, hebu jizuie usikiseme mbele ya watu. Watu wasijue chama unachoshadidia. Kuna mambo yanaumiza. Hata hizi timu basi tu, hata hizi timu za Yanga, Simba na Yanga, hizi timu lazima uwe makini sana kushadidia. Mtu mwingine akishajua huko Simba na Yanga kindaki anaondoka hata kanisani. Kwa watu mimi hawajui kama ni Simba au Yanga. Mimi Simba ikifungwa na ungana tu na waliofunga. Wakigeuke msimu mwingine wakafunga hawa na ungana tu. Yaani mimi ni mtu wa washindi. Mimi sio wa watu walioshindwa. Basi ndio maisha yako hivyo. Lakini eti mpaka Simba inafungwa unanyongonyea kabisa, mchungaji unashindwa hata kuomba. Sio pepo hilo. Hilo ni pepo mchungaji. Kuna wachungaji nakwambia anahubiri haraka kwenye ibada. Jamani, Roho wa Mungu leo inatosha baba, inatosha. Kumbe linawahi mechi. Timu ikiwa inacheza saa 6 kasoro. Na wewe ni mchungaji, vipi Yanga yaani ukasikia unashangaa mchungaji mpaka anaangalia kwenye simu imefungwa. Unafikiria anaangalia saa, kumbe anaangalia kwenye simu kama imefungwa. Sasa ikifungwa unashangaa mchungaji ghafla amenyongonyea kwenye ibada. Jamani, haya maisha ndio yalivyo jamani, tumshukuru tu Mungu. Kumbe timu yake imefungwa. Kwa mimi nilishakachagua kabisa, ukishindwa mimi naungana na wale walioshinda. Siku kifunga wewe nitakuunga mkono. Na mimi hii ndio kanuni inayonisaidia hata kwenye siasa. Kwenye siasa mimi naungaga mkono tu serikali iliyoko madarakani. Basi ndio usalama wangu. Basi haupo madarakani ujue sikuungi mkono. Hiyo unajua imenisaidia sana. Yaani iko hivi. Ninaunga mkono serikali iliyoko wapi? Madarakani. Hauko madarakani sikuungi mkono. Ila kama ukifanya ubaya hata kama uko madarakani, mimi naunga mkono mamlaka ulionayo. Ila siungi mkono unachokifanya kibaya. Rais, mambo yanaenda vizuri. Vinginevyo utakuwa unakimbizana na serikali.
mara ukimbie nchi. Sasa utakuwa unakimbia nchi mara ngapi rafiki yangu? Haya, mmeshanielewa Baada ya ibada ya mahubiri, kama wewe ni mgeni, ufanyaje sasa? Maliza kwa maombi, usitoe baraka kama nimeshasema mwanzo. Epuka kusema kwamba kuna watu wengine, yani kama mchungaji angenipa muda zaidi, mngepata vitu. Ina maana unajiombea muda mwingine ukaribishwe. Umeona hiyo kauli? Kama ningepata muda, nilikuwa na vitu. Yani hapa ndo nilikuwa nimekaribia kuvishusha, lakini kwa sababu ya muda niachie hapa. Yani lengo lako tukukaribisha na wiki nyingine ujiwe kama kwako. Kama wewe ni mgeni, epuka kuomba namba za simu za washirika wa ile kanisa. Tunao watumishi humu wana tabia mbaya, anawasiliana na washirika wa mbali kibinafsi. Kuna mtumishi mmoja wa hapa alikuwa mwanafunzi hapa, alimpigia binti simu, akamwambia ameona roho ya mauti kwenye familia yao. Ameona roho ya mauti kwenye familia yao. Huyo binti akampigia simu baba yake. Baba yake akanipigia simu, mchungaji wako wa sehemu fulani amempigia binti yangu simu, amemwogopesha kwamba ameona roho ya mauti. Amemuona, akaanza kumtabiria mambo magumu. Baadaye mimi nikapewa namba ya yule binti, nikampigia simu, nikamuuliza umetabiriwa mambo gani? Akasema amenieleza eti kila mahusiano yangu nikiingia ninaharibikiwa. Nikamuuliza na wewe umeingia kwenye mahusiano mangapi umeharibikiwa? Hamna, ni zamani sana. Sawa. Hiyo ni mbinu. Mitume wanajuaga kwamba kila mtu lazima kwenye mahusiano lazima yayumbe. Hata ndoa zile hakunaga ndoa kamili. Yaani ukianza kutabiri ndoa, mbona utazipata? Kwa sababu hakuna ndoa kamili. Hata ndoa yako wewe haiko kamili, hata ya kwangu haiko kamili. Kuna wakati tu lazima unune, hata wiki tu narekebisha misimamo ya kwenye familia, wiki. Sasa kurekebisha misimamo lazima unune. Uweze kuwa unacheka tu wakati unaona mambo ya nyumbani haendi sawa kama baba. Tayari hapo hakuna ukamilifu. Kina mama hao wana maneno sana usipoangalia. Usiposimama vizuri hata kanisani utashangaa kila mmoja wanagombana tu mle. Sasa kuna wakati kama babu unasimama, sema hii sitaki. Neno tu kusema hutaki maana yake tayari mmetofautiana. Hakuna ndoa iliyo kamili. Kinachotufanya tukamilike, tunaendelea kusimama kwenye imani na kuombeana. Bwana asifiwe. Sasa ukiitumia hiyo kwamba nimeona katikati ya mwezi huu na mwezi wa 9 niliona kuna mvutano sana kati ya wewe na mmeo. Hebu niambie, haikuwa hivyo? Unatarajia kwambieje? Akatishwa yule binti, nikamtia moyo. Sasa na mimi sasa nikasimama kinabii pale sasa. Ninatangua yale yaliyotabiriwa kwa jina la Yesu. Ninafuta kwenye ulimwengu wa roho. Yule binti aliondoka akiwa na amani sana. Hatari. Kwa hiyo katika ibada hiyo usichukue namba za washirika. Mnanisikia wachungaji? Hata kama ukiitwa hapa, ukitoka hapa, kama kuna namba ya mtu ulikuwa unamwombea, futa. Unanisikia nani Simangwe? Ufanye nini? Akikupigia simu, mwambie hii hapa namba ya baba, piga. Haya. Mambo ya kuepuka ukiwa mgeni. Usilazimishe watu wakupe bahasha. Usilazimishe watu wakupe bahasha. Inawezekana hawana, waambie Mungu awabariki. Usitoe unabii wa kukua kwa kanisa hilo au kupungua. Usichangishe mchango ghafla. Lakini pia hata kama kuna mahitaji ya kipekee sana, usijaribu kuwa mtu wa kutafuta mahitaji maalum. Kuna mtumishi mmoja aliitwa sehemu kwenda kufundisha semina. Alipofika pale akasema, mimi situmiagi maji ya Kilimanjaro, nitafutieni maji ya uhai. Alipoletewa ya uhai akasema, haya nawe yanileteka shida. Mwingine akaitwa sehemu, akasema, mimi huwa sinywi Sprite. Alisema hanywi Sprite, atafutiwe soda inaitwa Mountain Dew.
Mnajua Mountain Dew? Zipo Mountain Dew. Akakataa Sprite, atafutiwe nini? Mountain Dew. Sasa Mountain Dew Maswa kijijini. Watu wakajichanga pale, wakachukua boda boda mpaka Maswa mjini. Wakanunua hilo Mountain. Ilipofika Mountain Dew, akasema hatumiagi ya chupa, anatumiaga ya kopo. Wakaenda tena wakajichanga, wakafuata ile ya kopo. Ilipokuja akasema muda wa kunywa soda umepita. Wakasema sasa huyu mhubiri ni mhubiri au tumeleta matatizo? Alipoondoka pale watu wote wakafurahi. Usifanye hivyo. Siku moja huwezi kuumia sana. Kama ukiona shida, kuna vitu vingine lazima uvibebe tu uondoke navyo. Hivi mnajuaga nyie mchungaji Anderson? Hivi mnajuaga kwamba kuna wakati tukifikaka humo kwenye ziara, unajua tunakuaga tumeshiba sana, lakini tunakulaga. Unafikiri kwa nini tunakula? Kwa sababu tusipokula kwanza utakuwa na maumivu sana. Yaani umepambana, umeandaa afu tukaacha chakula. Hii inawezekanaje? Inaumiza. Kuna wahubiri wakeni kabisa baacha chakula. Mmechelewa bwana. Kanuni yangu mimi inaondoka. Saa mmechelewa. Tulia. Hapa ni Afrika. Hapa Afrika hatunaga muda maalumu. Muda jua likipotea ndio umeisha. Acha kuleta sheria. Kula. Kwa hiyo kanawaambia tunatuliaga. Tulia ule. Usikatae chakula cha watu. Kama basi imeshindikana, waambie wakuwekea hata kwenye sufuria uondoke, utakula mbele ya safari. Lakini sio kuacha. Wataumia mno. Kwa hiyo maintain maadili haya katika ibada hizo. Watakacholeta jitahidi ule pamoja nao. Naamini ya kwamba ndio kuna makanisa mengine wanawekeana mpaka sumu, lakini naamini ya kwamba sisi tuko vizuri. Amen. Lakini epuka mifano mibaya. Kwa mfano kanisani kwetu mimi nikifika tu napewa kwa mayai. Unaomba mayai maana yake ili unatumia njia ya kanisani kwenu. Acha tabia mbaya. Na mwisho kabisa, acha kujiongezea muda katika kila eneo. Muda wa mahubiri na muda wa ibada. Na Mungu awabariki sana. Naamini ya kwamba nyie hili toleo la wachungaji wa sasa hili itakuwa ni toleo original kabisa. Chapa makofi kwa Yesu. Mungu awabariki sana.